Leo tuko kwenye jamii ambayo watu hawawajali dada zao, na huu ni mtihani. Watu hawajui thamani ya dada, nafasi ya dada kwenye maisha. Kwenye maisha yako, pamoja na umaskini wako na shida zako, watu wote wanaokuzunguka wanaweza wakakutupa, lakini dada yako hatakutupa. Ili wakaka wengi wanasahau thamani ya dada. Pako wengine hata wadada ndoa zao zimeingia shida kwa sababu ya kuwathamini kaka zao. Lakini leo ni wakaka wangapi ambao wanajisacrifice kwa sababu ya dada zao? Ni wangapi? Wakaka wengi wakipata familia zao nini, anakula vya kwake, wala hana time na dada. Hataki kujua dada amekula nini, dada anaishi vipi, dada yupo, hataki kujua. Wakaka wengi wako hivyo. Kwa hiyo hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Sasa wewe kama mtoto wa dada amemnyima mama yako, atakupa wewe? Ndio maana leo ukisikia watoto wa dada wengi wanawashtumu wajomba zao kuwa ni mabahili. Mama yako mwenyewe hapuagi kitu, ambaye ndiye dada yake wanachangia. Sasa huyo ndio wachangia damu sasa, huyo ya moja kwa moja. Wewe tuseme wewe mtoto wa dada, wewe inawezekana wewe umetoka kwenye ukoo mwingine, kwa sababu huyu mume wa dada huyu hii ni mbegu nyingine imetoka kwenye familia nyingine, lakini huyu dada huyu ni damu yake. Sasa damu yake ya moja kwa moja anamnyima, itakuwa wewe. Sasa kwa hiyo tukumbuke, ndugu zangu Waislamu, wale ambao wako na wadada, kumbukeni thamani ya dada zenu. Leo sio uko unaringa kwa sababu unamuona mama yako yuko hapo. Ngoja mama aondoke ndio utajua thamani ya dada. Unarejea nyumbani, hakuna kupikia, huna muda wa kupika. Nani anakupikia? Sio dada yako. Uko busy na kazi, huna muda wa kufua. Nani anakufulia? Sio dada yako. Hata wewe useme sio wadada wa leo ni matatizo. Kabla ya kuwalaumu wadada wa leo, tutazame pia na sisi wakaka wa leo tupoje. Kuanzia hata kabla haujaoa, kuna wakati Allah alikuwa anakujalia kariski, haumkumbuki hata dada yako kumpa hata 500. Kuna wakati unapata hata 300,000, 500,000, dada yako hajakulaga 1000 yako, 1000 hajaila. Alafu unategemea siku ambayo utakuwa na shida, nguo zako ni chafu, huna muda wa kufua, akufulie. Ndiyo, hatuwafunzi wadada kulipiza ubaya kwa ubaya, hapana. Bali tunawafunza wadada hata kama wakaka zao hawawafanyii wema, wao waendelee kuwafanyia wema. Lakini sasa kuna mambo mengine ambayo unaweza kukutana mtu kwa unayajenga kwenye moyo wa mwenzako, ni ndugu yako ndiyo. Lakini tuwe tunajifunza kufanya vitu baina yetu ambavyo vinaongeza mapenzi, vinatengeneza mapenzi. Peaneni zawadi mtapendana. Mtume anatuambia peaneni zawadi mtapendana. Na hili swala halichagui ndugu wala asiyekuwa ndugu. Sasa kati ya ndugu na asiyekuwa ndugu, nani umtangulize kwenye kumpa zawadi? Lakini sisi tunakuwa tunatanguliza watu ambao si hata ndugu zetu kwenye kuwapa zawadi, lakini ndugu zetu tunawatia pembeni. Hujakatazwa kumpa zawadi mtu asiyekuwa ndugu yako, lakini utangulize kwanza nani? Ndugu yako. Kinde kwa sababu ya kupenda masifa, tunapenda machawa, tunapenda tuwe na machawa mjini. Kwa sababu tunataka tuwe na machawa mjini, tunakuwa tunatoa vyetu tunavyowapa watu wengine ili tupate machawa wa kutushabikia mjini.